Bwana Yesu asifiwe na wasalimu nyote kwa jina la Yesu. Mchana wa leo ni siku nyingine tena ambayo Bwana ametupatia huu mchana ya kwamba tukapate kuzungumza ama kuleta mahusia ya Bwana. Nataka tuzungumze kuhusu habari ya mwanamke mmoja aliyetokwa na damu miaka 12. Na andiko linatoka katika kitabu cha Mathayo mtakatifu 9, tutaanzia ile mstari ule wa 20. Tuzungumze tu kwa uchache mahali pale tukaweze kuelimishana. Jina la Bwana lipewe sifa. Mathayo mtakatifu 9 mstari wa 20 nasema kwamba natazama mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutokwa na damu muda wa miaka 12 alikuja kwa nyuma akagusa upindo wa vazi lake, kwa maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuzungumuze maandiko haya kuhusu mwanamke, kwa sababu mwanamke huyu alikuwa na imani katika ndani ya maisha yake. Jina la Bwana lipewe sifa. Na tumepitia hayo maandiko hapo nyuma, tukasema kwamba pasipokuwa na imani hakuna jambo ambalo linaweza kufanyika katika maishani mwetu ama katika maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nami nimekuletea neno hili ya kwamba kuna mwanamke mmoja aliyetokwa na damu miaka 12. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika muda ule wa miaka 12, si kwamba Yesu Kristo alikuwa hayuko. Yesu Kristo alikuwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna majira ambayo Yesu Kristo ambayo hupitia katika maishani mwa mtu, ama kuna wakati ambapo mwanadamu atachukua hatua ya kwamba akapate kujisongesha machoni kwa Bwana, ya kwamba akapate uponyaji. Haleluya. Na tazama mwanamke aliyekuwa ni mgonjwa huyu kutokwa na damu miaka 12, alivyokaribia Yesu Kristo ama alivyokuja Yesu Kristo, maandiko yanasema kwamba mwanamke huyu alimsongelea kwamba akapata kugusa ile vazi. Alipogusa lile vazi ama lile pindo la Bwana Yesu, hakika damu ya mwanamke huyu ikapata kukauka. Haleluya. Kuna uwezekano ya kwamba umekaa miaka mingi. Inawezekana kwamba umestruggle katika maisha yako. Umeokoka kweli, unaenda kanisani, lakini katika ndani ya moyo wako bado kuna hali ambayo inakufanya kwamba usiweze kusimama katika imani. Lakini nataka nikwambia kwamba kuwa na imani thabiti katika maishani mwako, ya kwamba anapopita mwana wa Adamu, anapokuja mwana wa Adamu, ukuwe tayari ya kwamba utaenda kupokea, kwa sababu imani utakuwa uko nayo katika ndani ya maisha yako. Haleluya. Jina Bwana lipewe sifa. So nataka nikwambia kwamba mtazamaji wangu, pasipokuwa na imani haiwezi tendeka. Pasipokuwa na kukaa katika kuvumilia, usipokaa na hali ya kutokata tamaa katika maishani mwako, hakika utamuona Mungu na Mungu atatenda jambo juu ya maisha yako. Lakini ni watu wengi wamekata tamaa, ni watu wengi ambao wamekosa kuvumilia, ni watu wengi ambao wamekosa imani katika maishani mwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mwanamke huyu alikuwa muda wa miaka 12 ya kwamba akitembea akiwa damu inamwagika katika mwili wake, akiwa anavuja damu katika maishani mwake. Lakini katika hilo jaribu Yesu Kristo alivyopita, akakuwa na imani. Akasema tu katika ndani ya moyo wake kimoyo, akasema kwamba nijapo mgusa huyu, nijapo fanya hivi, nijapo pata nafasi ya kumgusa, najua kwamba hali yangu itapata kuisha. Haleluya. Kuna uwezekano ya kwamba umekaa katika miaka mingi katika maisha yako, kwamba uko na hiyo shida. Haleluya. Uko na ugonjwa ambao hauna kikomo katika maishani mwako. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini mwana wa Adamu itafika siku ya kwamba akaweze kukukaribia, itafika siku ya kwamba hawezi kukuja. Hivyo ukuwe kwanza ukachukua hatua, ukaweze kuwa na imani katika maishani mwako, na utapata kupona. Haleluya. Maana ugonjwa sio sehemu yetu, magonjwa sio mipango yetu. Maisha yetu iko imara mikononi mwa Bwana, kwamba tutakuwa salama siku zote katika maishani mwetu. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Lakini pasipo kutembea katika imani, hatuwezi kupata vitu vyetu, hatuwezi kupokea mapenzi ya Mungu, hatuwezi kupona, kwa sababu bado tunalo shaka katika maishani mwetu. Haleluya. Mwanamke huyu aliyetokwa na damu miaka 12. Haleluya. Hebu chukulia ni wewe mwanadamu uliyegonjeka miaka mingi. Watu wanakuja kukutazama, watu wanakuja kutoka East South, wanakuja kukutazama wewe
kwa hali uliyokuwa nayo, kwa mambo ambayo uko nayo. Watu wanaona kwamba ni mambo ya kutisha, watu wanaona kwamba ni ugonjwa usiopona, lakini kuna Mungu wa mbinguni ambaye ana uponyaji, ambaye anaweza kuondoa hiyo hali ambayo umekuwa nayo miaka mingi. Haleluya. Pendwa muamini Bwana, pendwa geukia Yesu Kristo, kwamba kila hali ambayo unapitia hakika umruhusu Bwana aiondoe. Umruhusu Bwana hakika kwamba tengeneze maisha yako, ya kwamba kaweze kuwa salama. Maana katika hiyo hali ya magonjwa ni hali ya tabu, ni hali ambayo haina furaha, ni hali ambayo ina huzuni katika maishani mwako. Lakini nataka nikwambia kwamba mchana wa leo, ya kwamba unapomwamini Bwana, ya kwamba unapomuita Bwana, ya kwamba unapolitii jina la Bwana, hakika huo mgonjwa utaondoka na uzima utaingia ndani yako. Muamini Bwana, kwa sababu Bwana anasema kwamba acheni hizo shida zenu zikuje kwangu, achieni hizo hoja zenu zije kwangu, maana kwake kuna msaada. Pendwa, simama, maana kuna uponyaji juu ya maisha yako. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Sasa nataka nikwambia kwamba mtazamaji wangu, ya kwamba tazama mwanamke huyu aliyekuwa na ugonjwa muda wa miaka mingi alipata kuona uponyaji, alipata kupona, damu ikapata kukauka, na utukufu wa Bwana akapata kuenuka, akapata kufurahikia maisha yake. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Hivyo nataka nikwambia kwamba usikate tamaa katika maishani mwako. Haijalishi ugonjwa umekaa nao miaka mingapi, haijalishi umeenda kwa madaktari wakakutibu lakini ikashindikana, kunaye Mungu wa mbinguni ambaye anajua shida yako. Kuna Mungu wa mbinguni ambaye anajua magonjwa unayopitia. Kuna Mungu wa mbinguni ambaye anajua hiyo hali ulio nayo. Jiachilie mbele za Bwana, mkabidhi Bwana hali ulio naye Bwana atapata kutenda jambo jipya juu ya maisha yako. Hakuna magonjwa kwa Mungu, hakuna magonjwa kwa Jehova. Kwa Yesu yote ni salama. Mgeukia Mungu mpendwa, ya kwamba usimame, ulete maisha yako kwa Mungu, ulete moja zako kwa Bwana, na yeye Bwana atapata kutekeleza sawa sawa na mapenzi yake. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Ugonjwa wa kutokwa na damu muda wa miaka 12. Alikuja kwa nyuma, kagusa upindo wa vazi lake. Haleluya. Akaugusa upindo wa vazi la Yesu Kristo, na damu yake ilipomgusa Bwana, damu ikapata kukauka. Haleluya. Akasema kwamba katika ndani ya moyo wake, ninapogusa pindo hili vazi lake nitapona. Akajipa imani mwanamke huyo. Mwanamke alijipa imani, akasema kweli kwa mwanadamu ilikuwa haitawezekana, lakini kwa Mungu napogusa lile pindo hakika nitapata uponyaji. Napogusa lile vazi hakika nitapata uponyaji. Pendwa mtazamaji wangu, unapomkaribia Bwana kwa maisha yako hakika utapona. Unapomkimbilia Yesu, haijalishi hiyo shida imekaa miaka mingapi, haijalishi kwamba mapato yako yamezuiliwa kwa miaka mingapi, lakini leo nataka nikwambia kwamba kuna jawabu kwa Bwana. Siku ya nataka nikutie moyo, nikwambia kwamba kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Simama upige mbio, simama upige magoti mbele za Bwana, na hiyo hali yako itaondoka, na Bwana ataingia ndani yako akurehemu, atengeneze maisha. Watu waliokuwa na kuonea, watu waliokuwa na kuchekelea miaka mingi, hakika watafurahikia kwa sababu umemwona Bwana. Watafurahikia kwa sababu unaonekana kama unatembea. Watafurahikia kwa sababu umeona mabadiliko juu ya maisha yako. Pendwa muamini Bwana, ushikilie imani, na Bwana atende jambo jipya ndani yako. Usikufe moyo, maana kuna Mungu wa mbinguni anatengeneza maisha ya mtu. Kuna Mungu wa mbinguni anarejesha heshima ya mtu. Pendwa, usijali katika maisha yako, muamini Mungu. Simama kidete, mwite Bwana, maana kuna ushindi kwa yule anayemtegemea Bwana. Kuna ushindi kwa yule anayemkimbilia Bwana, maana maandiko yanaambia kwamba yule ambaye ameshikilia Jehova ashikilie sana. Yule ambaye ameshikilia Jehova ashikilie sana, asije akaanguka, maana Bwana anakuja na ujira. Bwana anakuja na jawabu juu ya maisha yako. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. So msikilizaji wangu, popote ambapo upo na nitazama, nataka nikutie moyo nikwambia kwamba kunayo nafasi. Nataka nikutie moyo nikwambia kwamba kunayo nafasi.
Simama ukajitoa imara, ukijua kwamba kuna Mungu anayekupigania. Ukasimama imara, ukijua kwamba kuna Mungu ambaye ni mtetezi katika maisha yako. Ni kweli umezunguka hapa na pale ukitafuta ajira mpaka ukakata tamaa katika maisha yako, na siku ya leo nimekuletea ujumbe huu ulio mzuri ni wa Bwana, ya kwamba mwanamke huyo aliyetokwa na damu miaka 12, hali yake ilionekana ya kwamba imedhoofika sana maisha yake. Alikuwa mtu wa kukataliwa, alikuwa watu ambao anatengwa na watu, lakini siku ya muujiza wake ilipofika, hakika akakaribia katika maisha yake kama karibia Yesu, na akapata kugusa ile pindo la vazi la Yesu, na damu yake ya miaka 12 kwa inatoka ikakoma, ikakwisha kukwama, na akafurahikia Bwana, akashangilia Bwana, akaenda akisema ya kwamba hakika kunaye Mungu wa mbinguni. Na mimi nataka nikutangazia kwamba siku ya leo muamini Bwana za kuwa kwamba umekaa katika shida, umekaa katika hali ukimuita Bwana, lakini unaona kwamba umefika mwisho ukakata tamaa. Pendo, usinyamaze, usikate tamaa, maana kuna Mungu wa mbinguni ambaye anajua hiyo hali ulionayo. Pendo, usigadhabike. Naweza kuwa umekuwa mgonjwa miaka mingi, naweza kuwa kwamba mwili wako umekuwa na uvimbe siku nyingi, lakini Bwana anaenda kuyeyusha uvimbe. Bwana anaenda kuyeyusha uvimbe, analeta uponyaji wa maisha yako, analeta uponyaji wa maisha yako. Muamini Bwana, shikilia utukufu wa Bwana, shikilia neema ya Bwana, kaa na imani maishani mwako, na utapata kushinda, na utapata kupona katika maishani mwako. Haleluya. Isiwe ni bure mtazamaji wetu, isiwe ni bure mtazamaji wetu, ya kwamba ukasikie sauti hii. Chukua hatua sasa. Chukua hatua sasa, mkabidhi Bwana maisha yako. Chukua hatua sasa, mkabidhi Bwana moyo wako, ya kwamba atembee na wewe katika maisha yako, ili Bwana aingie ndani yako, akafanye makao kuokoe. Usigadhabike moyoni mwako, usijali, maana kuna jawabu kwa yule aliyekataliwa. Bwana anamrudi kwa yule aliyeachwa. Bwana anaenda kumkumbatia tena, unaenda kupata heshima. Pendo, usijali hiyo hali ulionayo. Watu walikuona tu mtu wewe hahe, watu walikuona tu wewe ni bure, lakini kwa Mungu wewe unahesabika, kwa Mungu wewe umechaguliwa, kwa Mungu wewe uko salama. Simama katika imani, muite Bwana, usichoke, maana kuna thawabu katika maisha yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Ni ujumbe wa Bwana umekufikia mchana wa leo. Sikuwe na moyo mgumu mpendwa mtazamaji wangu, sikuwe na moyo mgumu mtazamaji wangu. Mruhusu Bwana ingie ndani yako kwamba afanye toba. Mruhusu Bwana ndani yako kwamba kugeuze, ya kwamba kafungue moyo wako, utembee katika hali ya subira, utembee katika hali ya kumngoja Bwana, na yeye Bwana athibitika ndani yako. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Amini nakwambia, amini nakwambia, usifanye kuwa moyo wako mgumu. Haijalishi kwamba umelazwa hospitalini miaka mingapi, haijalishi kwamba umeugua ugonjwa